enda kubadilisha historia ya maisha yetu katika karia yetu ya mpira wa miguu, na imekuja wakati mwafaka. Ukiangalia timu yetu tumeshiriki mashindano tofauti tofauti, lakini hii nafasi ambayo tunaenda kuipigania kesho ni nafasi tofauti, kwa maana kwamba tukifanikiwa kushinda tunaingia moja kwa moja katika group stage. So kwa hiyo kila mchezaji kwamba amejipanga kuhakikisha tunafanya vizuri, na tunajua tumeshakuwa na historia ya michezo kama hii. Hata mechi yetu ya kwanza dhidi ya Al-Merreikh tulivyokuwa away, mechi ilikuwa rahisi kwa upande wetu, tuliweza kupata matokeo, lakini mechi ya raundi ya pili ilikuwa na ugumu. Kwa hiyo tutachukua yale tuliyaona katika mechi zetu za mkondo wa kwanza, tutajua namna gani tunaenda kukabiliana na mshindani, na tunajua hata wao wenyewe pia ni ndoto yao ya kufanya vizuri, na bahati nzuri wana wachezaji wengi vijana. Kwa hiyo ndoto ya kila mchezaji kijana na kwa mara nyingi kwamba hata kama hatofanikiwa kufuzu, yeye ndoto yake kuhakikisha anafanya vizuri ili aweze kupata fursa, timu iweze kumuona. Kwa hiyo utaona ni mchezo wa aina gani, lakini kwa kuwa tunao wachezaji ambao wana uzoefu wa mashindano makubwa, lakini pia hata sisi katika benchi letu tunaye mwalimu ambaye ana uzoefu katika mashindano makubwa. Kwa hiyo naamini kesho ni siku ambayo ni muhimu kwetu. Tunawaomba mashabiki wetu wa Azam wajitokeze kwa wingi, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu tunawakilisha nchi na naamini tutakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaomba sana mashabiki wajitokeze kwa wingi katika mechi yetu ya kesho. Swala kufunguka, wakawa wanajaribu kutumia watu wa pembeni, pia walitengeneza nafasi. Kwa hiyo kwa kuangalia mchezo ulikuwa kipindi cha pili, kwa hiyo unapata picha mchezo wa mkondo wa pili ni namna gani mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo sisi tumejipanga, na mara nyingi tukicheza na timu ambazo kwenye mpira ni watu ambao kuna hali fulani ya ushindani automatically unakuwa unaongezeka. Kama nilivyosema hapo awali, kuna fakta kubwa sana. Ukiangalia KMKM wana wachezaji wengi zaidi ya 80% ni vijana wengi wadogo, ni vijana ambao wana talent kubwa. Kwa hiyo mara nyingi yani kijana anapata fursa, yeye anatamani kuonyesha. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ya ushindani. Kwa hiyo kikubwa sisi tumejipanga kwenda kukabiliana KMKM, na haya ni mashindano makubwa, wenyewe wamepata nafasi. Kwa hiyo kila ambaye amepata nafasi ni tunaenda level moja. Kwa hiyo kikubwa tu sisi tumejipanga kuja kushindana na KMKM. Sawa. Hata mechi yetu iliyopita mashabiki walikuja kwa wingi, lakini pia na hii tumetoa fursa kwa mashabiki wetu kuja kwa wingi, na tunajua mazingira yetu ya Chamazi, wakazi wengi wa Mbagala, Chamazi, Mbande, Saku ni watu ambao wanapenda mpira, lakini pia lazima tuwe kweli, wakazi wengi, watu wengine wanapenda mpira, lakini ukiweka viingilio vingi vikubwa inaweza pia ikakosi watu wengi wasije wakahudhuria. Kwa hiyo mimi kwanza niwapongeze viongozi kwa kuliona hilo na kwa kuona uhitaji. Sisi ni wakazi wa Chamazi, obviously mimi ni mkazi wa Chamazi, ndugu zangu wengi wanatamani kuja uwanjani. Kwa hiyo hata najitahidi baadhi ya kununua tiketi waje uwanjani. Kwa hiyo hii fursa imepatikana automatically kwamba nimepata matumaini makubwa sana, na wengi wameniahidi watakuja uwanjani. Kwa hiyo hii fursa inasaidia kila mtu kwanza kuja kupata burudani, lakini pia ni kwa mara ya kwanza sasa inawezekana kama tukifanya vizuri tutaweza kwenda katika hatua group stage. Kwa hiyo itatoa fursa kwa wakazi wa Mbagala, Chamazi, Mbande, Saku wote kwa pamoja Kiponza kuja kuiangalia timu yao pendwa wakati inafanya vizuri, na huu ni mwanzo. Naamini tumekuwa na mwaka mzuri na tutakuwa na msimu mzuri. Kwa hiyo hii ni safari yetu ya mafanikio. Mimi nafikiri kwenye football yani kuna vitu waga vinatokea tu. Hakuna swala la kuna walimu walishindwa, kuna wachezaji walishindwa, yani sababu waga inatokea. Na hata ukiachilia sisi kama tutafuzu kwenda katika group stage, lakini tunao wachezaji, tuna benchi la ufundi, watu ambao wamecheza mashindano makubwa kuliko haya na pia wameshafika mbali zaidi. Mfano tunaye mchezaji wetu mwandamizi Aishi, kwa mara ya kwanza ndio aliwahi kufuzu kuingia katika mashindano ya klabu bingwa akiwa na timu yake ya zamani, lakini amecheza mashindano makubwa sana ya kimataifa akiwa katika level za national team, lakini pia kwenye level za klabu. Lakini pia tunaye mwalimu wetu Forai Benge, amefanya kazi kwenye timu tofauti tofauti za klabu na timu ya taifa. Kwa hiyo yeye kwake ni jambo la kawaida, na ndio maana sasa akasema ili kwenye kujenga uongozi wa Azam ukaona kwenye kuboresha, kuongeza nguvu
tuwe na wachezaji ambao wana uzoefu wa haya mashindano makubwa, lakini pia tuwe na benchi kubwa ambalo lenye uzoefu. Kwa hata sisi makocha vijana ambao tuko pale tunajifunza kutokana na uzoefu wa walimu, lakini pia tunajifunza kutokana na mashindano. This time tuko hapa, hata mimi mwenyewe ndo mara yangu ya kwanza nilikuwa nafundisha under 20 season iliyopita, tumefanikiwa kuchukua ubingwa wa under 20, lakini pia sasa hivi nipo katika benchi la timu kubwa tunajifunza. Kwa hiyo hata kwa baadaye kwamba na sisi tutaingia katika hiyo historia, lakini pia klabu pia itanufaika. Kwa hiyo hata baadaye na sisi tunazo historia ambazo tutazijenga kwa kupitia hawa wenzetu ambao wamefanikiwa. Lakini pia hata kwa upande wa wachezaji, wapo wachezaji wenye majina makubwa, wenye uwezo mkubwa, lakini hawakupata hiyo fursa. Kwa hiyo lakini kwa kupitia fursa hii na uzoefu wa wenzao kwa pamoja, na ndio maana unaona kwa sasa hivi tunaonekana tunaenda kupata mafanikio ambayo hatukuwahi kuyapata. Kwa hiyo hizi ni juhudi za pamoja kati ya uongozi, lakini pia wachezaji pamoja na benchi la ufundi, na ndio maana unaona tunafanya vizuri, na inshallah kwa mwaka huu tutaendelea kufanya vizuri. Kubwa kwanza tumechukua, ukiangalia timu yetu katika michezo ya kimataifa, cha kwanza tunatengeneza nafasi, tunafunga, lakini kitu cha pili tumekuwa haturuhusu magoli. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha safu yetu ya ulinzi tusiruhusu magoli, lakini pia tutaendelea kuboresha safu yetu ya washambuliaji tuendelee kufunga, lakini pia hata zile nafasi ambazo tulikosa katika mchezo uliopita tuzitumie ili ziweze kutusaidia katika hatua ya mbele. Tumtegemea Aishi kesho? Kila mchezo una uhitaji wake. Aishi ni mchezaji wa Azam, tulikuwa naye kwenye maandalizi. Kwa hiyo tuna siku moja ya mazoezi. Kwa hiyo kama atakuwa katika mpango wa kucheza kesho utamuona, lakini kama hatakuwa katika mpango wa kucheza pia hatakuwepo. Kwa hiyo Aishi ni sehemu yetu na ni mchezaji wetu na moja ya mchezaji ambaye anatusaidia sana 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 kwa sababu ya uzoefu wake, lakini uwepo wake. Na haya mashindano ya kimataifa ukiwa anacheza automatically watu wanakuwa na pressure. Kwa hiyo ukiwepo na aina ya wachezaji kama hao inasaidia sana taasisi kwetu katika benchi ya ufundi, mambo yetu mengi yanakwenda kwa urahisi, kwa sababu wenyewe kwanza ni viongozi na wanaweza kuongoza.